siku 2300 za mwisho wa dunia. Siku 2300 za mwisho wa dunia. Siku 2300 zilianza rasmi siku Yesu alipoingia patakatifu kwa hukumu ya waliokufa, na aliondoka patakatifu kwa hukumu ya waliokufa tarehe 22 mwezi wa 10 1444, na kuingia hukumu ya walio hai ilianza rasmi tarehe 11 mwezi wa 9 2001, siku ile majengo ya Pentagon nchini Marekani kugongwa na ndege. Nataka ufahamu na uelewe mkazo wa sali hii. Takuelekeza juu ya siku 2300. Unaweza ukawasha simu yako, unaweza ukawasha kompyuta yako, unaweza ukafungua redio yako, unaweza ukaandika ukafahamu siku 2300 za mwisho wa dunia, ambayo siku hii 2300 zilizotabiliwa katika Danieli, kitabu cha Danieli 9:27, Danieli 9:27, siku 2300, na Danieli 8 na Danieli 8:14 na Danieli 7:9 mpaka 10. Nataka ufahamu na kufunguka na kuelewa juu ya siku 2300. Siku hizi 2300 ni siku ambazo malaika yule wa pili aliobeba ujumbe alipoondoka hapa duniani kuelekea katika mbingu kwa ajili ya hukumu ya waliokufa na hukumu ya walio hai, ambayo itaendelea mpaka mwisho wa sahari hii. Hukumu ya waliokufa ilianza pale Yesu alipoondoka pale Galilaya mwaka 34 AD. Yesu na wanafunzi wake na watu wa Galilaya walikwenda jangwani, Yesu akiwaaga wanafunzi wake na watu wa Galilaya baada ya mateso na kufufuka kwake siku 40. Alipofufuka aliishi siku 40 akiwatokea mitume na manabii. Baada ya kujishuhudia hayo, kuna watu waliofufuka nao siku alipofufuka Yesu. Kuna watu waliofufuka nao ambao hao waliungana na wale watu watatu, Enoko, Elia na Musa. Akaishi duniani Yesu siku 40, na alipoondoka pale Galilaya siku ya 34 baada ya kuondoka Kristo, aliingia patakatifu. Ndipo siku 2300 zilipoanza. Na zilipoanza, alipoingia patakatifu alianza kwa hukumu ya waliokufa toka kipindi cha Adamu mpaka cha leo cha kina Pastor Makirubi. Sasa hukumu ya waliokufa iliishia tarehe 22 mwezi wa 10 1844. Hukumu ya waliokufa, yani waliokufa, iliisha tarehe 22 mwezi wa 10 1844. Bado ilikuwa yumo ndani ya siku 2300. Hukumu ya walio hai ilianza rasmi tarehe 11 mwezi wa 9 2001. Hukumu ya walio hai ilianza rasmi tarehe 11 mwezi wa 9 2001, siku ile majengo ya Pentagon nchini Marekani kugongwa na ndege. Wakati ule ambao watu wanaofahamu sasa, kulikuwa na kipindi cha Osama bin Laden, kuwa na vita, watu wanagombana tu, Marekani na Waarabu. Vita iliendelea sana, jaziba zilikuwa mbali sana, na hatimaye kuna siku ile tarehe 11 mwezi wa 9 2001, majengo ya Pentagon yaligongwa na ndege. Jengo la Pentagon Marekani liligongwa na ndege.
ilikuwa ni hukumu ya walio hai inaanza. Ilianzia pale, hukumu ya walio hai. Yoyote tulikuwa ndani ya siku 2300. Siku 2300 zilianza kuishia, yaani zilianza kuishia sasa. Zilianza kuishia katika kitabu cha Danieli 12:11. Danieli 12:11 na sapoti yake katika Mathayo 24:15. Hapo tutakapoliona lile chukizo la uharibifu limesimama pasipo lipasa asomaye na afahamu. Na katika Ufunuo wa Yohana 11:1-7. Na katika Danieli 9:27 inatuelekeza juu ya siku 2300 zilipoanza na mpaka zitakapoishia. Kwa hiyo siku 2300 kama nilivyokuelekeza Pastor Makerubi, zilianza kuishia Danieli 12:11 na Ufunuo wa Yohana 11:1-7 na ukisoma kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana 13:16 mpaka 17 na Danieli 12:7. Hebu fungua kitabu chapo kile cha Danieli 12:11 kukuelekeza kwamba siku 2300 ndipo zilipoanza kuishia, zilianza kuishia. Lakini hizi siku 2300 nitakufunulia katika vitabu kukusomea ili uweze kufahamu. Kuishia zilianza pale ziliposimamishwa chukizo la uharibifu, na zitaendelea. Kuna siku katika Danieli ile 12:12, heri angojaye na kuzifikia hizo siku 2300. Kwa hiyo kuna siku zitakazoendelea mbele. Hizo siku zitaenda mpaka katika Ufunuo wa Yohana 15:8. Ufunuo wa Yohana 15:8, siku 2300 zitakuwa zimefikia mwisho. Na hapo inaingia Ufunuo wa Yohana 16:1 kwa ajili ya mapigo. Kwa mapigo, kufungwa kwa mlango wa rehema wa dunia hii, siku 2300 zitakuwa zimeisha kabisa. Kwa hiyo unaweza ukafungua simu yako kwa kuelekeza au redio yako kwa kufunulia vitabu vinavyosema kwamba siku 2300 zilianza kuishia. Fungua Danieli 12:11. Kama una simu yako, kama una redio yako, unaweza ukafungua mahala hapo Danieli. Kwanza ukaanza Danieli uweze kufahamu kwamba siku 2300 zilitabiriwa, na kabla hajafikia kuishia hapo, fungua Danieli 9:27. Fungua Danieli 9 kwanza pale 27. Naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja, na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu, na hivyo hata ukomo, na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu. Naona umefahamu. Hata mwisho. Naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja, na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu, na mahala pake litasimama chukizo la uharibifu, na hivyo hata ukomo, na ghadhabu iliyokusudiwa itamwagwa. Kwa litasimama chukizo la uharibifu mpaka mwisho, katika Danieli 9:27. Fungua sasa kitabu kile cha Danieli 12:11. Danieli 12:11 amekuelekeza kwamba
11. Na tangu wakati ule ambapo sadaka ya kuteketezwa ya daima itaondolewa na hilo chukizo la uharibifu litakaposimamishwa, itapata siku 1260. Itapata siku 1260 hapo itakaposimamishwa chukizo la uharibifu. Fungua kitabu cha Mathayo 24:15. Fungua Mathayo 24:15 uweze kufahamu juu ya siku 2300 zilipoanza kuishia. Mathayo 24:15. Kwa ninakuelekeza juu ya siku 2300. Mathayo 24:15 anasema hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Siku 2300 hapa zilikuwa zinaanza kuishia baada ya kusimamisha chukizo hilo la uharibifu. Naposema chukizo la uharibifu, watu walianza kuweka siku zao za ibada katika siku hiyo hiyo ya Mwenyezi Mungu, ambapo watu wafanye ibada yao katika siku hiyo ya 7. Fungua Ufunuo Yohana 11:1-7, ambapo wale nyota 12 wale mitume wa Yesu aliowaachia maagizo. Yesu alipoondoka, kulibaki maswahaba wake, wafuasi ambao aliwaachia sera zake, ambapo walipokuwa wakimwaga zile sera waliweza kuuawa. Katika kitabu cha Ufunuo Yohana, fungua kitabu cha Ufunuo Yohana ile, unaweza ukakaa hapo. Hii ndio siku ambazo zilianza kuishia baada ya pambano. Wale wafuasi wa Yesu walioacha maswahaba wake wakipigana wakauawa. Ilikuwa ni ndani ya siku 2300. Angalia hapo Ufunuo Yohana 11:1-7. Anasema, nikapewa mwanzi kama fimbo, na mmoja akaniambia, inuka ukalipime hekalu la Mungu na madhabahu na hao wasujudio humo, na behewa iliyo nje ya hekalu uiache nje, wala usiipime, kwa maana mataifa wamepewa hiyo, nao wataukanyaga mji mtakatifu miezi 42. Nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili, nao watatoa unabii siku 1260, hali wamevikwa magunia. Hao ndio ile mizeituni miwili na vile vinara viwili visimamavyo mbele za Bwana wa nchi. Na mtu akitaka kuwadhuru, moto hutoka katika vinywa vyao na kuwala adui zao. Na mtu akitaka kuwadhuru, hivyo ndivyo imempasa kuuawa. Hao wana amri ya kuzifunga mbingu ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao. Nao wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu, na kuipiga nchi kwa kila pigo kila waitiapo. Vile vinara viwili, wale mashahidi wawili, nyota, tumejengwa juu ya ufalme wa Mungu, uzima wa milele, kwa kufuata wale nyota 12 mitume wa Yesu na manabii wakina Nuhu, kina Ibrahimu, kina Eliya, kina Yoshua na kadhalika, mpaka kwa Yesu, mpaka kwa Yohana Mbatizaji. Hao ni manabii wote waliokuwa huko, kina Isaya, wote ni manabii hao. Na manabii wa leo kina Pasta Makerubi, mitume na manabii humo. Katika nyakati hizi kuna mitume na manabii. Hao ndio tuliojengwa nao wote. Sasa ili tupate uzima milele, tunapitia kwa hao. Kwa hiyo hizi zilikuwa ni siku 2300 zinaanza kuishia. Nimekueleza juu ya Danieli 8, fungua Danieli 8:10, Danieli 7:9-10. Huu ni unabii ambao Mungu alielekeza hapa. Zilikuwa zinaanza kuishia siku 2300.
Danieli 8:14 unaweza ukasoma mahala hapo. Danieli 8:14. Danieli 8:7 mpaka 14. Andika Danieli 8:7 na Danieli 7. Andika Danieli 7:9 mpaka 10. Andika Danieli 7. Hii inakuelekeza juu ya siku 2300. Danieli 7:7. Angalia Danieli 7:7. Danieli 7:7. Danieli 7:7. Nenda nayo Danieli 7:7 hapo, unaweza ukasoma mpaka 9. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku, na tazama, mnyama wa nne, mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe 10. Mnyama wa nne hapa alipoibuka, mnyama yule wa nne, pembe ile, mwenye pembe 10 na vichwa 7, tulikuwa ndani tunaishia miaka 2000. Ndio ilikuwa imeisha miaka 2300, ilikuwa kuanza kuishia pale. Angalia kitabu chako kile cha Ufunuo Yohana 13:16 mpaka 17. Angalia Ufunuo Yohana 13. Hapa na kuelekeza juu ya mwanzo wa mwisho wa 2300. Kitabu kile cha Ufunuo Yohana 13. Naona tumeshapata hapo. Ufunuo Yohana 13 mstari ule wa Ufunuo Yohana 13:16 mpaka 17. Naye afanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awayote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hapo ndipo penye hekima yeye aliye na akili na aifahamu hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Upapa ulitawala dunia nzima miaka 1200, dunia nzima wakiabudu ile siku ya jua, ya abudu jua. Hapa inaonyesha tayari siku 2300 zilikuwa zimeanza kuisha. Tuna zile nyongeza, upapa ukatawala dunia nzima, hii ikachukuliwa. Kwa hiyo ile miaka 1260 ilikuwa ndani ya mwisho wa siku 2300. Angalia Danieli 12:7. Angalia Danieli 12:7. Hapa ni mwisho sasa wa siku 2300. Danieli 12 mstari ule wa 7. Angalia Danieli 12 mstari wa 7. Nami nikamsikia yule mtu aliyevikwa nguo za kitani, aliyekuwa juu ya maji ya mto, hapo alipoinua mkono wake wa kuume na mkono wake wa kushoto kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai milele na milele, ya kwamba itakuwa wakati na nyakati 2.5 wakati, tena watakapokuwa wamekwisha
kuvunja nguvu za hao watu watakatifu, ndipo mambo hayo yote yatakapotimizwa. Siku 2300 baada ya kuwaua wale mitume wa Yesu, hapo ndipo mambo yale yatakuwa yamekwisha timizwa. Mitume wa Yesu nyota 12 waliuawa. Walivyouawa, na maana tayari ule mwisho ulianza kuanzia pale katika kitabu hicho cha Danieli 7. Lakini pia hata tukiangalia kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana 10 bado kinakuelekeza juu ya mwisho wa siku 2300 baada ya yule mnyama wa 4 alipochukua mamlaka ya kutawala dunia nzima ili aweze kumiliki hapa. Kwa hiyo katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 10:1, kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua, na miguu yake kama nguzo nguzo za moto. Na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kushoto juu ya bahari, nao wa kushoto juu ya nchi. Naye akalia kwa sauti kuu kama simba angurumaye, na alipolia zile ngurumo 7 zikatoka sauti zao. Hata ngurumo 7 zilipotoka sauti zao, na nalikuwa tayari kuandika, nami nilisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, yatie muhuri maneno hayo niliyonenwa na hizo ngurumo 7 usiandike. Na yule malaika niliyemwona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi, akiinua mkono wake na wa kuume kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba hapata kuwa na wakati baada ya hayo. Hapa anatuelezea juu ya Yohana ambaye alikuwa na mwanafunzi wa Yesu yule mdogo. Baada ya wale mitume wafuasi wa Yesu kuuawa, yeye alichukuliwa akapelekwa kisiwani Patmo, ambapo kule kulikuwa kama nyikani. Akakaa kule kwa sababu Yohana walimuua kwa kila mbinu. Wakamtupa kwenye pipa, wakaweka siagi, wakamunguza moto, hafi. Kila walivyofanya Yohana hakufa kabisa. Walichokifanya ni kumtupa kwenye kisiwa kusichokuwa na chochote. Walipompeleka kule, ndipo Yohana, Yesu anamtokea katika kitabu kile cha Ufunuo ambacho kimeandikwa kule, akamweleza baada ya hayo hapata kuwa na wakati tena. Siku 2300 katika Ufunuo wa Yohana ile 15:8 na katika Ufunuo wa Yohana 16:1 mpaka 17 inatueleza kwamba mlango wa rehema utakuwa umefungwa moja kwa moja. Kwa hiyo katika siku 2300 zilianza kuishia hapo katika kitabu hicho cha Danieli 12:7 na Danieli 7:7, ambapo ulikuwa umeshaanza mnyama akawa ameshasimamishwa, na Mathayo 24:15 na kwa hiyo Mathayo 24:15. Tufungue kitabu kile cha Ufunuo 17:8, Ufunuo 17:8 mpaka 11, ambapo inatueleza ya kwamba waliposimamisha habari hiyo, kitabu kile cha Ufunuo Yohana habari hiyo ya kumwabudu mnyama, wakatengeneza utaratibu wa kuendelea kuabudu moja kwa moja katika siku hiyo ya kwanza. Angalia kitabu kile cha Ufunuo Yohana 10, kitabu kile cha Ufunuo Yohana, angalia 11 mstari wa Ufunuo Yohana 17. Angalia Ufunuo Yohana 17:8 mpaka 11. Ufunuo Yohana 17 mstari wa 8 mpaka 11. Yule mnyama uliyemwona alikuwako, naye hayuko, naye yu tayari kupanda kutoka kuzimu na kwenda kwenye uharibifu,
na hao wakao juu ya nchi, wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, watastajabu wamwonapo yule mnyama, ya kwamba alikuwako, naye hayuko, naye atakuwako. Hapo ndipo penye akili zenye hekima, vile vichwa 7 na milima 7 anayekalia mwanamke huyo, navyo ni wafalme 7. 5 wamekwisha kuanguka, 5 wamekwisha kuanguka, 5 wamekwisha kuanguka. Meleza hapo ndipo penye akili zenye hekima, vile vichwa 7 na milima 7 anayekalia mwanamke huyo, hivyo navyo ni wafalme 7 watokao wamekwenda kuanguka, na mmoja yupo na mwingine hajaja bado, naye atakapokuja imempasa kukaa muda mchache. Na yule mnyama aliyekuwako naye hayuko, yeye ndiye wa 8, naye ni mmoja wa wale 7, naye aenda kwenye uharibifu. Yule mnyama katika Ufunuo Yohana ile 11 na katika Ufunuo Yohana ile hiyo 17:11, wa 8 ni chukizo la uharibifu, tena litatawala hadi mwisho wa dunia. Yule mnyama wa 8 katika Ufunuo Yohana ile 11, fungua kitabu kile cha Ufunuo Yohana Ufunuo Yohana 17:11. Ufunuo Yohana 17:11. Ufunuo Yohana ile 17:11. Na yule mnyama aliyekuwako naye hayuko, yeye ndiye wa 8, naye ni mmoja wa wale 7, naye aenda kwenye uharibifu. Wa 8 ni chukizo la uharibifu, tena litatawala hadi mwisho wa dunia, katika kitabu cha Danieli 9:27 na Wathesalonike 2:7 mpaka 12 na Danieli 8:26. Konstantini mfalme alivyoingia kwenye madaraka yake wa 8, baada ya kuona watu wanauana, watu wanakufa, akaamua kutengeneza uhuru wa dini. Uhuru wa dini huu ulianza tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 321, ambapo mwaka 500 Roma ikaanza kutawala kwa kujitegemea na makanisa mengine, na wengine wakatoka. Malaika watatu wanatoka. Kwa malaika watatu wameingia kwenye kipindi cha mwisho wa 2300 kuitazamia zile siku za Danieli 12:12. Fungue Danieli 12:12. Danieli 12:12 ni miaka 2300 za nyongeza, ambazo hizi zilitumika na malaika wale watatu. Danieli 12:12. Danieli 12 nasema, heri angojaye na kuzifikia siku hizo 1335. Heri angojaye na kuzifikia siku hizo 1335 ni za malaika wale watatu. Hizi siku za Danieli 12:11, na tangu wakati ule ambapo sadaka ya kuteketezwa ya daima itakaposimamishwa, itakapoondolewa sadaka ya kuteketezwa, manake ibada ya siku ya 7. Siku ya 7 ni siku ya raha, ni sikukuu ya sherehe, ambayo ndiyo Mungu anasamehe dhambi za wanadamu, dhambi zako. Kwa hiyo hizi siku 6 dhambi zako zinakaa. Siku ya Sabato tunapokwenda kusali ni sherehe yetu ya raha. Tunakumbuka uumbaji wa dunia hii, kama itakavyokuwa katika dunia inayokuja. Tutakuwa tunatoka nje kwa ajili ya kuangalia kumbukumbu za dunia, watu watakuwa funza na kuingia kumtukuza Mungu. Kwa siku ya 7 ni siku ya raha, ni siku ya starehe, ambayo itakuwa ni siku ambayo iko duniani. Ile siku ya 7 unapokwenda kusali, dhambi zako zinasamehewa. Sasa anasema ya kwamba
Na tangu wakati ule ambapo sadaka ya daima na tangu wakati ule ambapo sadaka ya kuteketezwa ya daima itakapoondolewa na hilo chukizo la uharibifu itakaposimamishwa, itapata siku 1290. Ufunuo Yohana 24:15, hapo itakaposimamishwa chukizo la uharibifu, walio nje watoke. Kipindi mwaka 70 AD, kusema Danieli, ilizingirwa kambi, watu wakatoka kwenye imani ile, wakajificha, wakaenda kuabudu Mungu, wengine wakaenda kukaa kwenye mapango. Kwa kipindi hii ilikuwa kipindi ambacho sasa zinaanza zile siku kuishia za 2300. Kwa hiyo ile siku ya Sabato Yesu alipokuja katika malaika hawa wa pili, ilikuwa siku ya ukombozi wa Bwana Yesu. Ndio maana katika zile amri 10 ukianzia ile ya kwanza mpaka ile ya 4 zinamtawala Yesu. Anasema mpendane. Amri ya kwanza ninawapa upendo, akaita upendo wa kutenda mema, ila ile siku ya ibada. Lakini msiache kukusanyika, katika Warumi 14:6, kwamba tunakusanyika lakini tunamwangalia Yesu katika matendo. Alitenda mema na tunamwabudu Mungu, sio kuweka misalaba au sanamu kule kanisani. Hapana, yaani kumwangalia Yesu, kuangalia matendo ya Yesu na kumwamini. Anasema ukombozi wa Bwana Yesu. Kwa hiyo hapa malaika alikuwa siku 2300 zilikuwa zinaanza kuisha. Kwa hiyo katika Danieli 12:12 anasema kwamba, kama nilivyosema hapo 12:12, kwamba heli angojaye na kuzifikia siku hizo 1335. Tupo kwenye kipindi cha malaika wa 4 sasa hivi, kwa sababu malaika watatu waliishia pale ambapo Mama L.G. White kipindi kile walivyoingia, upapa ukasimama katika sehemu yake. Mwaka 600 wanatoka wana matengenezo, wanakuta Biblia kwenye nyumba kwenye chumba cha Roma walitengeneza chumba cha utawa ambao walifungia Biblia kabisa isisome, watu wakajua siri za Mungu, wakafunga kabisa na nyololo pamoja na makufuli. Martin Luther katika upelelezi wake kule Jerumani akaikuta Biblia imefungwa na mnyororo, akagundua siri, akaenda kufanya matengenezo kwa kukumbusha watu kwamba huyu papa sio Mungu, sababu alikuwa anajitukuza kwamba papa ndiye Mungu na ana uwezo wa kusamehe dhambi. Kwa Martin Luther akatoka na kipande hicho, na matengenezo kila ndio anatoka na kipande chake, akatoka na kipande hicho kwa sababu ndicho kilichomuuzi, ndicho kilichomkwaza katika roho yake, akatoka huyu papa sio Mungu. Unaona Kwa hiyo wale ni wana matengenezo. Malaika watatu wakatokea kina Mtume Muhammad mwaka 700, wakasema hakuna kuabudu masana na mapicha. Mtume Muhammad akapigana, akakeza hamna mapicha, hamna masanamu. Wakatokea watu 50 kutoka kwa Wasabato marejea. Wale ni malaika watatu. Wakaendelea kina mila wakaendelea, na Ellen G. White aliopata utume kule nchini Marekani na aliyefia kule Australia ile 1915, akaacha akituelekeza ya kwamba malaika wale watatu hawajamaliza kazi. Uwepo wa Mungu, kwa sababu kuna miezi mitatu za unabii ambazo sema hawa watatoa ujumbe kwa miezi hii. Kwa wale malaika watatu wakaishia pale ambapo Ellen G. White alipofariki kule 1915 Australia, na ndipo anaingia malaika wa 4. Malaika wa 4 ni malaika ambao walianza toka mwaka 2000. Mwaka 2000 ilikuwa ni ujumbe wa malaika wa 4. Malaika wa 4 hao wakaendelea na wanazidi kuendelea hadi ukomo. Malaika hao wa 4 bado wamo ndani ya siku 2335 katika hali ya ukomo. Tupo nyakati za nyongeza. Tukifungua kitabu kile cha
roho ya unabii ambayo inayosema pale ambapo malaika wale wa tatu waliposimamisha rasmi habari za kuabudu siku ya kwanza, ambapo ndipo zilikuwa zimeisha sadaka kuteketezwa itakapoondolewa kabisa, wakasimamisha kwamba hakuna kuabudu siku ya Jumamosi kabisa kabisa. Pale na maana ya kwamba uhuru wa dini umetuletea siku 2300 kuisha. Tunapoingia za nyongeza, ni nyongeza kwa wana matengenezo, malaika watatu na malaika wanne. Wakati mfalme Konstantini alipokuwa Mkristo, Ukristo ulikuwa ni dini ya taifa. Maelfu ya waabudu jua walipoingia ndani ya kanisa walianzisha kugawanyika. Wengi wa viongozi wake wa juu walikuwa ni waabudu jua. Kwa sababu serikali ya Roma ilipata mtikisiko, Konstantini alitaka ushauri kwa watumishi wake na viongozi wa kanisa huko Roma. Tufanye nini? Tutawezaje kuungana na kufanya serikali kuwa sawa? Baraza la viongozi wa kanisa liliitishwa ili kupitisha amri ya Jumapili. Hivyo ni kumlazimisha mtu kuacha kazi na kuitii Jumapili. Vivyo ndivyo ilivyokuwa. Iliwalazimisha wapagani kuabudu jua, wapagani waabudu jua, na iliwaunganisha wapagani wa Kristo na wafalme wa Roma. Mwaka 321 tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 321, Konstantini alipitisha amri ya waabudu jua kuabudu siku ya jua ambayo ilikuwa Jumapili. Majaji na watu wote wa mjini, wafanyabiashara wapumzike siku ya jua. Konstantini ambaye alikuwa ni mfalme, alikuwa ni kiongozi wa dini. Roma, unapokuwa kiongozi wa dini, unakuwa ni kiongozi wa siasa na dini. Kwa hiyo baada ya kuona watu wanauana, akapendekeza tunafanya nini? Akakaa na baraza la viongozi, tunafanyaje? Tunaitafutaje amani? Konstantini mfalme alikuwa na kundi lake la waabudu jua ambao walikuwa ni viongozi wa ngazi za juu kama mawaziri, viongozi wakubwa wale, majaji, wengine wakuu wa majeshi, walikuwa wanaliabudu jua wakisema kwamba jua ni Mungu. Kwa wasomi, wanasayansi, viongozi wa juu walikuwa waabudu jua. Wakalazimisha, kwa sababu kwanza ukiangalia kwenye viongozi wao kampeni wakamforce kwamba ziingie kwa siku ya jua ya waabudu jua, kwamba jua ni Mungu. Ndio ikaingia ile siku ya jua ya Jumapili. Ilipoingia mle, Wasabato waliobaki na kundi lao wa Jumamosi wakaenda. Wale waabudu jua ilipokuwa kule wenyewe wakagawanyika. Katika wale wanaabudu jua wangesema jua sio Mungu, wakaanzisha vikundi vyao vya makanisa. Kwa hiyo ilikuwa kianzisha vikundi vyao vya makanisa, maana yake ni kwamba vikaendelea vikundi vikaendelea mpaka ifika mwaka 538 wakawa wameingia wana matengenezo wengine. Mwaka 600 wanatoka SDA, Wasabato warejea kutoka kule nyuma kwa mitume. Wale mitume wa Yesu wanachukua kumbukumbu za kina Paulo, kina Yohana, wanafanya marekebisho palipobomoka, kwamba hapa palipobomoka wanarekebisha, lakini hawakumaliza kazi. Kwa hiyo napozungumza ya kwamba saa moja ya mwisho wanamalizia malaika wanne. Kwa hiyo ujumbe wa siku 2300 ulianza kuishia hapo iliposimamishwa rasmi chukizo la uharibifu. Kule ilikuwa ni mwanzo, likasimamishwa rasmi. Kwa hiyo nataka kuzungumza kwamba chukizo hilo la uharibifu lilipoanza, uhuru wa dini wa malaika wale watatu, uhuru wa dini wa Konstantini ni ujumbe wa malaika wale watatu. Malaika watatu wanatupelekea ujumbe wa mfalme Konstantini. Mfalme Justini huko nyuma alimpa papa mamlaka ya kutawala Roma. Wakati alipokubali kwamba papa atawale makanisa yote ya Kikristo duniani,
Upapa ulianza rasmi mwaka 538. Upapa ulianza rasmi. Sasa upapa ukaanza rasmi kwa mauaji rasmi mwaka 538. Baada ya kutengeneza uhuru wa dini, kuliendelea na mauaji, na wengine wakaenda kuwalazimisha watu sasa waabudu ile siku ya saba, lakini sasa wengine wanaendelea kuabudu kwingine, waabudu jua endelea kule kwa sabato ikawa haipo, wakaiua kabisa hapo kwenye uhuru wa dini, lakini watu wakawa wanaabudu kwa mapangoni. Wakati mfalme mkuu Belshaza alipowafukuza Waostrogothi kutoka Roma, Roma ikampa kiti cha enzi na unabii wa Biblia uitabiri hili miaka mamia kabla halijatokea. Unabii wa Biblia ulitabiri jambo hili siku 2300 zitakapoondolewa. Hili litabiriwa katika Biblia. Kutoka mwaka 538 baada ya Kristo, upapa ulitawala kwa miaka 1260 hadi mwaka 1798. Hadi ilipofikia mwaka 1798, wakati kitu kinachotarajiwa kilipotokea, papa alikamatwa mateka na kuwekwa gerezani. Jenerali Nepulausi aitwaye Berthea alimkamata papa na kumpeleka Ufaransa, na baadaye yule papa alikufa. Jeraha la mauti tena likapona, kwamba alivyofariki wakaweka tena uongozi wa upapa. Yaani kwamba watu waligadhilika, wakamkamata papa, wakampeleka mahakamani. Alikamatwa mateka, kwamba walimkamata kwa kumvizia, alikamatwa mateka kama vile mtu anaweza akatekwa. Walimteka papa na kuwekwa gerezani, na akawekwa gerezani. General Nepulausi aitwaye Berthea alimkamata papa akampeleka Ufaransa, na baadaye alikufa. Huyu general ni mkuu wa majeshi, akamkamata papa akapelekwa gerezani, akapata magonjwa, mateso. Kutokana na yale mateso na magonjwa akawa amekufa. Na jeraha la mauti upapa ulianza kwa miaka 1260. Hivyo kufariki bado upapa ukaendelea, na upapa ukaendelea miaka 1260 tokea ulipoanza upapa wao. Walivyopitishwa kwa nyuma ikatimia miaka 1260, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamsajabu mnyama yule wa Ufunuo 13:3. Yule mnyama wa Ufunuo 13:3, jeraha likapona likaendelea. Alichukua kiti cha enzi na mamlaka toka Rumi ya kipagani. Ufunuo 13:4. Alichukua kiti cha enzi na mamlaka toka Roma ya kipagani. Ufunuo 13:4. Alitawala dunia kwa muda wa miaka 1260 tokea mwaka 538 mpaka mwaka 1798, na alipata jeraha la mauti kisha akapona. Ufunuo Yohana 13:3. Huyo mnyama anazo nguvu mbili. Anaposema mnyama, maana yake kwamba ni joka, ni shetani. Yaani kwamba anakuwa na mafundisho yale ambayo sio faa. Maadamu aliyekuwa Mungu tunafundisha yale ya Mungu. Anasema huyo mnyama anazo nguvu, siasa na dini. Katika Ufunuo Yohana 13:4. Yaani yeye ana siasa na dini, uongo na ukweli. Kwenye dini kuna ukweli, kwenye siasa kuna uongo. Ndio maana akaambia watu msioe, ambapo Timotheo wa kwanza anasema muoe 4. Zitakuja roho zidanganyayo. Timotheo wa kwanza kule anasema zitaambia watu msioe, msile vyakula ambavyo Mungu aliosema. Kwa hiyo akaweka mapendo na matengenezo, akafuata vitu vingine. Anyway, yeye ni kiongozi anayesamehe, yeye ni kiongozi anayemwakilisha Mungu duniani, na ana uwezo wa kusamehe dhambi. Kwamba yeye akapewa, kwamba ndio maana Martin Luther kipengele kilimchosha, kwamba yeye ni kiongozi anayemwakilisha Mungu hapa duniani na ana uwezo wa kusamehe dhambi. Hichi kipengele Martin Luther ndicho kilichomkwaza kusema hivi huyu papa ana uwezo, kwamba huyu papa ndio anamwakilisha Mungu. Anamwakilisha Mungu ni Yesu katika wale malaika wa pili. Yesu ndio anamwakilisha Mungu, na Yesu ndio ana uwezo wa kusamehe dhambi. Sasa yeye akasema yeye ni kiongozi anamwakilisha Mungu duniani na ana uwezo wa kusamehe dhambi. Sasa
Yeye ni mama wa makahaba binti zake, yaani makanisa mengine yametoka kwake, katika Ufunuo Yohana 17:5. Soma kitabu kile cha Ufunuo Yohana 17:5. Anasema yeye ndiye mama makahaba na makanisa mengine yametoka kwake, ambapo hilo ni chukizo la uharibifu. Ni chukizo la uharibifu. Kwa hiyo ilikuwa ni miaka ambayo 2300 inatupelekea mwisho, na Ufunuo 17:8 inatueleza ya kwamba itakuwa ni mwisho ni mwisho wa miaka 2300, kazie siku 1300 katika Danieli ile 12:12. Danieli 12:12 inatuelekeza juu ya ufunuo wa Yohana 15:8. 15:8 anasema hekalu likajazwa moshi uliotoka kwenye utukufu wa Mungu na uweza wake, wala pakuwa na mtu aliyeweza kuingia ndani ya hekalu hata yatimizwe mapigo 7 ya wale malaika 7. Katika Ufunuo 16:1 nikasikia sauti kuu kutoka hekaluni ikiwaambia wale malaika 7, enendeni mkavimine vile vitasa 7 vya ghadhabu ya Mungu juu ya nchi. Yesu atatoka patakatifu wakati ambapo utakapoona ile vita kubwa. Kuna vita ilitabiriwa katika Danieli ile 40, mfalme wa kaskazini na mfalme wa kusini watakapopigana, kutakuwa na vita kubwa sana. Hiyo vita itatupelekea dhiki, itakuja kubwa, na hatimaye tutaingia katika dhiki kuu. Na katika Timotheo wa pili ile 2, Timotheo wa pili 2:3 kuna dalili pia zielekezwa katika Timotheo wa pili 3:1-5. Upendo wangu utapoa. Na katika kitabu kile cha Mathayo 24:1-14. Mathayo 24:1-14. Hizi zote zinatuelekeza kwamba tupo kwenye malaika wanne ambao ndio wanayokwenda kufunga historia ya dunia hii. Tukifungua kile kitabu kile cha Wathesalonike wa pili, angalia kitabu kile cha Wathesalonike wa pili, kitabu cha Wathesalonike wa pili 2, mstari ule wa Wathesalonike wa pili 2 mstari ule wa 2:7-12. Mstari ule wa 7, Wathesalonike wa pili 2:7-12. Maana ile siri ya kuasi, huu ni ujumbe wa malaika wanne, ambao malaika wanne hawa wamo ndani ya siku 2300, ambao hawa wanakwenda kufunga historia ya dunia hii, ambapo ndipo Yesu atakapokuja kumuondoa yule ibilisi. Atakapoondolewa yule asi aliyokuwa na mafundisho yake, waliokataa maagizo ya wale manabii. Tunamjua Mungu kwa kuanza nyuma. Yesu tulimjua kwamba anakuja. Isaya akasema katika kitabu kile cha Isaya, akasema tazama, mtoto atazaliwa, atakuwa mwanamke sio mwanaume, atakuwa mwanamume sio mwanamke. Yaani atazaliwa mtoto. Isaya anasema atakuwa ni Mungu mwenye nguvu. Unabii ulitabiriwa nyuma. Hapa natueleza ya kwamba maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko azuaye sasa hata atakapoondolewa. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi, ambaye Bwana Yesu atamua kwa pumzi ya kinywa chake na kumuangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Mungu awaletea nguvu ya upotevu waaminio uongo, ili wahukumie wote ambao hawakuamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Leo Mungu amewapa nguvu ya upotevu waaminio uongo, ili wahukumie wote ambao hawakuamini kweli maandiko,
ili waende jehanamu na kupotea milele. Kwa malaika wa nne ndio malaika ya kwamba aliozungumza, ambapo hapa kwenye Wathesalonike wa pili 2:7-12 ni ujumbe wa malaika wa nne wa Ufunuo Yohana 18:1-5, ambao huu ni ujumbe wa malaika wa nne wa nyongeza wa siku 2300. Fungua kitabu kile cha Ufunuo Yohana 18. Ufunuo Yohana 18 mstari wa 4. Baada ya 18:1-5. Baada ya hayo niliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanya biashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Kisha nalisikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake, enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake. Kwa hiyo hapa anaelezea juu ya malaika wa nne zaidi. Sasa tupo kwenye unabii wa ukiaona matendo yanayotendeka katika dunia hii yanatupelekea kwamba tuko malaika wa nne. Kwa hiyo malaika wa nne huu anaambatana na malaika yule wa 7. Ndio mafundisho yale, angalia Ufunuo ile 7:1. Mungu analeta malaika zake, wanazuia ili malaika wa nne, vita hii inazuiliwa, muda unazidi kuwepo, ili malaika wa nne wanapofunga hizo dakika za nyongeza wapeleke ujumbe. Ufunuo Yohana 7:1. Baada ya hayo nikaona malaika wa nne, angalia 7:1. Baada ya hayo nikaona malaika wa nne wamesimama katika pembe 4 za nchi, wakizuia pepo 4 za nchi, upepo usivume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya mti wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wa nne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila ya Waisraeli, watu 144,000. Watu wa 144,000 hawa ni wale ambao pia waliotoka kipindi Yesu alipokuja hapa dunia, alivyofufuka. Alifufuka nao, wapo kwenye sayari zingine. Kuna kundi kubwa pia katika kitabu kile cha hiyo 7:17, angalia 7:13. Akajibu mmoja wa wale wazee akiniambia, je, watu hawa waliovikwa na vazi meupe ni akina nani, nao wametoka wapi? Na akamwona Bwana wangu Bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanaotoka katika dhiki ile kuu, dhiki ile iliyo kuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Ufunuo Yohana 7:14. Kuna kundi kubwa ambao malaika wa nne wa sasa wanayehubiri, waalikwa, mabibi harusi, nyota 12 waliowachagua Yesu. Bibi harusi ni wanafunzi wa Yesu, na Yesu anapokuja mara ya pili, yule anaitwa bwana harusi. Wote tutakaofufuliwa tutakuwa mabibi harusi. Lakini kwa wakati wa sasa bibi harusi wao ni wanafunzi wa Yesu. Kundi kubwa ni kundi letu hili lililotoka katika dhiki kuu. Kuna dhiki kuu inakuja ya mapigo 7. Ile dhiki kuu
tutaishi pale kwenye dhiki kuu kwa mfumo ule aliotumia wana wa Israeli walipokuwa Farao akipewa mapigo, wakatoka wale wana wa Israeli hawakupata mapigo. Wakaingia mpaka kule Kanani, Yoshua na Kalebu wakafika Kanani. Kwa hiyo ina maana ya kwamba kundi kubwa la sasa litaungana na wengine watakaofufuka, ambayo kundi kubwa la malaika wanne wataingia kwenye mapigo 7. Mapigo 7 hatawapata, lakini watu watauliza wametoka wapi? Ni hao ambao walitoka kumwabudu mnyama na sanamu yake, na hao ndio ambao tukaingia kwenye mapigo yale dhiki kuu. Hawa ni wale ambao katika Ufunuo Yohana 24 watakuwa ni walimu, watakuwa ni mitume, ni manabii, ni wachungaji, ni walimu katika kambi, kwamba walishuhudia. Hawa watakuwa ni walimu, lakini kutakuwa na wanafunzi. Tunaposema kwamba wao watakaingia kwenye kambi ni waliokatwa vichwa na wala msujudu mnyama na sanamu yake, ni baada ya miaka 1400 kuishia, baada ya kuanza kuweka ibada ya siku ya Sabato humo watu wakatoka. Katika kitabu cha Mathayo 24:15 wakatoka. Wale wote watakuwa ni kundi la watu wasiomwabudu mnyama na sanamu yake. Mwaka 70 baada ya Yesu kuondoka, watu wakaanzisha mafundisho, wakatoka watu 70, wengine wakawa wanatoka. Wale wote ni watu ambao kwenye kundi hili la kutokumwabudu mnyama. Na hata alipotangaza Jumapili ile tarehe 7 mwezi ule wa 3 mwaka 1921, wote ni wasiomwabudu mnyama. Na hata alipoingia kina Martin Luther, kina Mamila, malaika wale watatu wana matengenezo, ni watu wasiomwabudu mnyama. Na mpaka leo hii kwa kina Pasta Makerubi ni kundi la watu wasiomwabudu mnyama na sanamu yake. Wale walimu watakuwa ni walimu katika ile kambi, kuelekeza ya kwamba hivi ndivyo Mungu alikuwa anapenda. Hivi Pasta Makerubi, tume na nabii, ni kipindi cha kutokumwabudu mnyama na sanamu yake. Kwa hiyo hao watakuwa ni kwenye kundi kubwa. Kwa saa hii tunazomwaga sera hizi za kuelekeza watu uzima wa milele ni saa za mwisho, na wale wanaomwabudu mnyama na sanamu yake na wao wanaendelea na sera zao mpaka mwisho. Atakapokuja kutoa Wathesalonike wa pili ile 2:7, hapo atakapokuja Yesu atamwangamiza yule ibilisi na wale waliopotea, waliokataa kukubali kweli, ambao Pasta Makerubi anaowaambia masaa haya. Kwa hiyo tunapomalizia sasa, nimekupambanulia ya kwamba siku 2300 zinaishia pale ambapo Yesu atakapokuja kuangamiza dunia hii. Kwa hiyo siku Danieli 12:12 ilianzia baada ya Konstantini, mnyama yule wa 8 wa Ufunuo Yohana 12:11. Ufunuo Yohana 12:11 inatumalizia Danieli 12:11, linakuwa limesimamishwa rasmi chukizo haribifu. Wana matengenezo wanaingia Danieli 12:12, wanaingia dakika za nyongeza katika Danieli ile 12:12, ambapo hapo nilipokuelekeza Danieli 12:12 inaingia malaika wale watatu. Angalia Danieli 12:12, anasema heri angojaye na kuzifikia siku hizo 1335. Hii inakuwakilishia pale ambapo Mathayo 24:15, pale ambapo lilipoingia Konstantini kuweka uhuru wa dini. Kwa hiyo tarehe tatu mwezi wa 7 mwaka 321 zinakuwa zimeisha Danieli 12:11, na tangu wakati ule ambapo sadaka ya kuteketezwa ya daima itakapoondolewa na hilo chukizo la uharibifu itakaposimamishwa, itapata siku 1290. Kwa hiyo nataka kumalizia kwamba
chukizo la uharibifu lilivyowekwa ile siku ya ibada ya Jumapili, ambapo kwa Mungu katika mizeituni miwili, ukiangalia kule mwanzo, tunajuaje Mungu anapendekeza ipi siku ya kuondolewa dhambi, siku ya sherehe ya kumwabudu Mungu, ya makusanyiko? Angalia tu pale Mambo ya Walawi 23, Mambo ya Walawi 23 1-3 na Waebrania 4 Waebrania 4:4-11. Waebrania 4:4-11 ni nyota, ni wale mitume wa Yesu wanatuelekeza. Sherehe iko hapa. Mambo ya Walawi 23 1-3 inatuelekeza kwa wale manabii wakina Musa, kina Yoshua huko. Katika fungu hilo la siku ya jua hakuna uthibitisho ndani ya Biblia, bali inatueleza kwamba ni mafundisho ya Ufunuo Yohana. Angalia kitabu cha Ufunuo Yohana ile 12:1. Ufunuo Yohana 12 mstari ule wa kwanza. Na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyovikwa jua, na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Kwa hii inatuelezea ishara ya Mungu, kwamba na ishara ilionekana mbinguni, inaelezea habari za ishara za Mungu mwenyewe. Kuna Mungu halisi na Mungu fotokopi, na yeye ana ishara yake. Kuna miungu miwili. Kuna Lucifer, Shetani, yeye alikuja kwa mfumo wa nyoka, tunaitwa mnyama. Mfumo wa Mungu alikuja kwa njia ya Yesu na maswahaba wake. Wale ambao wanafundisha kinyume na maelekezo ya Yesu na maswahaba wake na manabii na mitume wake, hao wanamwabudu sera, wanabeba sera za yule mnyama. Kwa hiyo huyu tunaposema kwamba ishara inaonekana mbinguni, mwanamke aliyovikwa jua, jua ni Yesu. Yesu alifunikwa, likafunika utukufu wote, na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Angalia pambanuzi yake katika Waefeso ile 2:20. Mmejenga juu ya msingi wa mitume na manabii. Mitume na manabii, mitume ni nyota. Mmejengwa juu ya mitume, ni nyota 12, na manabii ni mwezi, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Katika yeye jengo lote linaunganishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye nanyi ninyi mmejengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Yaani katika Yesu 21 ile Waefeso 2:21. Katika yeye Yesu, katika yeye jengo lote linaunganishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye nanyi nyote mmejengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Katika Roho, nyumba yote. Tunaposema Kristo Yesu nasema kwamba aliyovikwa jua, pambanuzi yako unaipata katika Efeso ile 2:21, kwamba katika yeye jengo aliyovikwa jua inatupambanua kwamba ni katika yeye jengo lote linaunganishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye nanyi nyote mmejengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Yaani katika Yesu tayari uzima milele uko ndani yake. Sasa huyu Yesu, Mungu alimtuma Yesu. Alianza na manabii wake, wakawasikiliza. Ibrahimu wanahangaika mpaka wakatengeneza mnara Babeli. Baada ya hayo, Mungu akatumia manabii wake kuja hapa duniani kuelezea sera za Mwenyezi Mungu, tukawaua wote. Baada ya kuwaua, Mungu akamleta mwanawe, akasema mimi najitoa, mimi Mungu, sera zangu namwachia huyo Yesu, msikilizeni yeye. Na Yesu alivyoondoka akaachia sera zake, mambo yake, mafundisho yake, akawaachia wale mitume wake waliowachagua mabibi harusi. Naposema mitume wa Yesu, angalia katika kitabu kile cha Mathayo dibaji, wale kina Mathayo mtoza ushuru, kina Yohana wa Patmo, wote wale ni wanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo naposema mitume, nyota, taji za nyota ambao atakayoingia mbinguni, nyota 12 ndio milango. Kwa kipindi chetu cha kutoka kumwabudu mnyama na sanamu yake, inatupasa tuangalie wale mitume wa Yesu. Kipindi kile cha kale ambapo walikuwa wakiabudu masanamu na mapicha, ilitakiwa angalie Mungu wa Musa.
Ndio maana leo watu wanaangalia mafundisho ya Musa. Mafundisho ya Musa yale yanakuja yanaleta upendo wa Mungu alivyokuwa na. Kwa hiyo utamjuaje kama Mungu ana upendo? Utamjuaje kama huyu ni Mungu? Unakuwa na mizeituni miwili, unakuwa na unabii, mashahidi. Kila jambo lina mashahidi. Kwa hiyo hii mitume ni nyota 12, manabii ni mwezi ambao wale mitume kina Elia, kina Yoshua, kina mwezi. Kwa hiyo inakuwa imepambanua. Katika ile 3 nasema ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mnyama, mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azapo amle mtoto wake, naye akazaa mtoto mwanamume, yeye atakaye wachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi. Yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili waambishe huko muda wa siku 1260. Kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala malapawa pakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana wametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakaye mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni, enyi mbingu, enyi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ametupwa kwenu, mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, alimuudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume. Mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa, ili aruke aende zake nyikani, hata mahala pake hapo alishwapo kwa wakati na nyakati na nusu ya wakati. Mbali na nyoka huyo, nyoka akatoa katika vinywa chake nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, amfanye kuchukuliwa na mto ule. Nchi ikamsaidia mwanamke, nchi ikafunua kinywa chake, ikameza mto ule uliotoa yule aliyoutoa yule joka katika kinywa chake. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Ufunuo Yohana 12:17 inaelezea juu ya watu wale malaika 4 ambao joka akamkasirikia yule mwanamke. Joka ambaye ni Shetani akamkasirikia yule mwanamke ambaye ni kanisa, akaenda zake afanya vita juu ya wazao wake waliosalia, waliosalia wanamalizia saa moja, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Naposema ushuhuda wa Yesu ni kwenda kubatizwa kwenye maji mengi kwa jina la Yesu, kuomba kwa jina la Yesu katika matendo. Hao wana imani ya Yesu na ushuhuda wa Yesu. Unaweza kuwa na imani ya Yesu lakini hujabatizwa kwa jina la Yesu. Ukiwa hujabatizwa kwa jina la Yesu na uhitaji jina la Yesu, huna ushuhuda wa Yesu. Ushuhuda wa Yesu ni katika matendo.
Mitume ya Yesu ni katika matendo. Unaposema naangalia, je, katika utekelezaji hichi kitu kiwa halisia? Kwa hiyo shetani, ujumbe wa malaika wanne huu ambao tupo kwenye Danieli 12:12, katika Ufunuo 12:17, hawa joka kukasikia mwanamke akaenda zake afanye vita juu ya uzao wako uliosalia, ushika amri za Mungu na imani ya Yesu. Hawa ni malaika wanne. Kwa hiyo katika hii Ufunuo 12:3 ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Anamwelezea ishara ya Ibilisi, ishara ya shetani ya hapa duniani. Na ndio maana nikakuelekeza kwamba kitabu kile cha Timotheo, kitabu kile cha Timotheo wa kwanza, kitabu hicho cha Timotheo wa kwanza ile Timotheo wa kwanza 3:1, Timotheo wa kwanza 3:1 kinaelezea juu ya siku za mwisho, na Timotheo wa pili ile 3:1, Timotheo wa pili 3:1. Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho hii unaelezea juu ya malaika wale wanne wa Danieli 12:12. Lakini siku 2300 ziisha. Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa hapo nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiopenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Kwa hiyo huu unaelezea ujumbe wa malaika yule wanne wa Mathayo 24:1, Mathayo 24:3-8. Fungua Mathayo 24:3-8. Mathayo 24:3-8. Mathayo 24. Kwa hiyo huu ni ujumbe wa malaika wale wanne. Mathayo 24:3. Hata alipokuwa ameketi katika mlima Mzeituni, wanafunzi wake wakamwambia kwa faragha wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Hawa wanafunzi wanamwelekeza juu ya kuja kwa Yesu kutakuwaje. Hapa ni ujumbe wa malaika wanne kwa haya ambayo tunayoyaona katika Timotheo ile wa pili 3 tulipotoka kusoma saa hii. Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msisitisho, maana hayo hayana budi kutukika, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetesi ya vita mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua ninyi. Mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Huo ni ushuhuda. Pastor Makerubi anapohubiri saizi na hubiri vya mwisho. Unapoona kwamba vita mahala ni Mungu ulitabiriwa toka huko nyuma. Kipindi wanafunzi wa Yesu kulikuwa kuna mavita, hakuwa kuna matetemeko, lakini wakasema itatokea vita mahala. Ni utukufu wa Mungu matetemeko ya nchi mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Leo vita imeshakomaa, mtoto anataka kuzaliwa. Maana yake ni kwamba Yesu
nani shetani alivyoanguka hapa duniani aliangukia kule Marekani nyikani, na ndio hata kufika kule bahari ile ya kule Marekani kuna sehemu ambayo iko wazi. Shetani huyu makao yake makuu ni chini, lakini pale juu kuna mji wa Sadiki. Unajua unakuwa na makao makuu mahala fulani, na sehemu nyingine kama New York, Washington unakuta kuna ikulu. New York pia kuna ikulu, Dar es Salaam kuna ikulu, Dodoma kuna ikulu, kwa viwili. Kwa na yeye pale kwenye, ndio maana Daniel anaomba akazuiliwa. Yesu alipokuja hapa duniani alimamnyang'anya mamlaka, kumnyang'anya miji na nguvu. Muweze kuelewa mamlaka. Kipindi alivyochukua dunia hii, shetani alikuwa na mamlaka ya hapa duniani. Mbinguni alikuwa hana mamlaka napo, kwa sababu malaika walishinda na Mungu alishinda. Sababu Yesu akaja akameng'ana mamlaka ya hapa, kwa hiyo kana mamlaka ya kule na ya hapa. Kwa shetani hana mamlaka, isipokuwa sasa ana ile nguvu na vitu vyake anavyo, na watu wanaomwabudu anao, tena anao wengi kuliko wa Mungu. Anasema ni kama mchanga wa bahari katika kitabu kile cha Ufunuo. Kwa hiyo hapa tunazungumzia habari ya kwamba mimba imeshakomaa. Kwa hiyo tunapoona hii vita imekomaa ni unabii. Na saa hii tupo kwenye dakika za mwisho za nyongeza. Katika 36 katika Mathayo 24:36, walakini habari mpaka 37, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ijuaye, hata malaika walio mbinguni, wala mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Wakati ule ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Angalia 36 mpaka 39, anaeleza kama ilivyokuwa kipindi cha safina. Kipindi kile cha Nuhu akatengeneza safina, wakaingia, mvua ikaja, na ndivyo itakavyokuwa leo. Katika Danieli 12:1, 12:4, maarifa yataongezeka. Danieli, maarifa yataongezeka. Leo watu wanakwenda mwezini kwa ajili kupita mwezi, kwa ajili ya kutengeneza dunia nyingine. Tunatengeneza barabara za juu, treni za umeme, kwa sababu hii ni mwisho, Kwa hiyo maarifa yataongezeka. Kwa ni unabii ambao uliotolewa toka huko nyuma. Tunapoona haya yanatokea katika vitabu vya Mwenyezi Mungu, bado vilitabiri. Wakati ule Yesu, angalia kitabu kile cha Danieli 12:1, anasema wakati 12:1, maarifa yataongezeka. Wakati huo Mikaeli atasimama, jemedali mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwapo tangu zilipoanza kuwepo taifa hata wakati huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Tena wengi wa hao waliolala katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa mbele za 3:4. Lakini we Daniel, yafunge maneno hayo utakayoambiwa muhuri ya kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda huko na huko, na maarifa yataongezeka. Danieli, nilikuwa naivuta Danieli 12:4. Huku mwanzo jemedari atasimama, Mikaeli mkuu, kupigana watu wa Mungu. Hii anaeleza kuhusu mapigo 7. Biblia Mungu alivyoandika alichanganya. Kwa hiyo unatakiwa ujue iko kwenye unabii gani. Ndio maana unatakiwa uangalie kule kwenye manabii, unakuja kwa mitume, unaunganisha usomaji wa Biblia, unakuwa na mashahidi. Kwa hiyo
maarifa yataongezeka. Kwa hiyo tunapoona haya maarifa yakiongezeka, watu kuna simu za touch, leo tunahubiri kwenye satellite, tunaona dunia nzima. Zamani haikuwa hivyo. Kwa hiyo tunapomalizia hapo juu ya siku 2300, nimekwisha kupambanulia na kukuelekeza kwamba siku 2300 zilianza pale ambapo Yesu alipoondoka pale Galilaya mwaka 34. Alipoingia patakatifu zilianza siku 2300. Liliposimamishwa zilikuwa zimeanza siku 2300. Hukumu ya waliokufa hukumu ya waliokufa ya tarehe 22 mwezi wa 10 1844 ilikuwa iko ndani. Hukumu ya waliokufa ya tarehe 22 mwezi wa 10 1844, tarehe 22 mwezi wa 10 1844 ilikuwa ndani ya siku 2300. Na hukumu ya walio hai iliyoanza tarehe 11 mwezi wa 9 2001 ya ndege kugonga Pentagon kule nchini Marekani ilikuwa ni hukumu ya walio hai, ilikuwa ndani ya siku 2300. Siku 2300 ziliishia waliposimamisha rasmi chukizo la uharibifu la Danieli za Ufunuo ile 17:11, yule wa 8. Na yule wa nane ni chukizo la uharibifu likasimama rasmi, ambapo pale zilikuwa zimeishia siku 2000, siku 2300 za mfalme Konstantini alipotengeneza uhuru wa dini. Malaika watatu wanaingia kwenye ujumbe wa malaika watatu. Malaika watatu tunakuwa tumemaliza pale Ufunuo Yohana 17:8 na yule wa 8 mfalme Konstantini kutengeneza uhuru wa dini. Malaika watatu siku 2300 zimeishia pale. Za nyongeza Danieli 12:12 wana matengenezo malaika 4 wanakwenda mpaka mwisho, mpaka ukomo. Sasa ningependa nimalizie kwa kuelekeza, kwa kupatia mafungo ya haraka yatakayo kusaidia wewe ili ujue, sababu ukitaka kujua siri za haya Pastor Makirubi anaongea, unatakiwa kwanza uwe na Mungu na uwe na roho wa Mungu. Siri ya imani ni kujua ibada ya siku ya 7 ni ipi. Ukijua ibada ya siku ya 7, yani ile siku ya Jumamosi, ukishaitambua kwamba hii ni yenyewe, na kujua ubatizo kwa jina la Yesu. Yani sio kumjua Yesu kwamba unapobatizwa kwa jina la Yesu, Yesu anakupatia roho yake. Ukisoma vitabu utaelewa. Hii ni siri ya imani, na nakupa siri. Uijue siri ya kufuta dhambi zako, zinafutwa siku ya Jumamosi, siku ya 7. Na upate roho nyingine, ubatizo kwa jina la Yesu. Siri ya imani ni kujua ibada ya siku ya 7 na kubatizwa kwa jina la Yesu. Mimi nitakuelekeza kifupi tu kwa imani moja. Siku nitakuelekeza tena imani ya Yesu kwenda kubatizwa kwa jina la Yesu. Kwamba ufunue katika kitabu cha Efeso 4:5 imani moja. Andika Mwanzo 2:1-4, utaenda kusoma mwenyewe. Andika Waebrania 4:4-11 na Mambo ya Walawi 23:1-3. Andika Kutoka 20:8-11. Andika Ezekiel 20:12 na Ezekiel 20:20. Andika Marko 2:23-28. Andika Luka 4:16. Andika Mathayo 24:20. Andika Luka 23:50-24. Luka 23:50. Andika Luka 24:1-8. Andika Marko 16:1-9. Andika Matendo 13:42-44. Andika Matendo 16:13. Andika Warumi 6:1-10. Hii ni siri ya imani moja. Hapo utakwenda kujifunza mambo mengine mengi ambayo yatakusaidia wewe kujua juu ya upendo wa Mungu, juu ya siku hiyo ya ibada. Nitakuelekeza kwa ufupi ninapokwenda kumaliza sasa kwa muda dakika 5 juu ya nyakati 7 na vipindi 7 vya ukombozi wa mwanadamu.
Saba ni alama ya matumaini kwa ukamilifu wa jambo. Nitakuelekeza maana ya nyakati saba, vipindi saba vya ukombozi wa mwanadamu. Saba ni alama ya matumaini. Naomba uandike sasa hichi kipengele kikusaidia juu ya ukombozi wa mwanadamu. Nyakati saba, vipindi saba vya ukombozi wa wanadamu. Saba ni alama ya matumaini kwa ukamilifu wa utimilifu wa jambo. Moja, dunia iliumbwa kwa siku sita. Ya saba Mungu alistarehe, alifanya sherehe na viumbe wake. Mwanzo 2:1-4 na Waebrania 4:4-11. Unaweza ukakaa pembeni ukaandika hii saba ni alama ya matumaini kwa ukamilifu wa utimilifu wa jambo. Andika nyakati saba za vipindi saba vya ukombozi wa wanadamu. Saba ni alama ya matumaini kwa ukamilifu wa utimilifu wa jambo. Namba moja, tunapokwenda, nitarudia kwa mara ya mwisho napokwenda kumalizia ili tuende vizuri. Washa vizuri simu yako. Nyakati saba za vipindi saba vya ukombozi wa wanadamu. Saba ni alama ya matumaini kwa ukamilifu wa utimilifu wa jambo. Dunia iliumbwa kwa siku sita. Ya saba Mungu alistarehe, alifanya sherehe na viumbe wake. Andika Mwanzo 2:1-4, Waebrania 4:4-11. Andika namba 2. Dunia itaishi, yani itatumika kwa miaka 6,000. Mwaka wa 7,000 tutaingia kwenye kambi. Mwaka wa 7,000 tutakuwa kwenye kambi. Tokea kwa baba yetu Adam mpaka kwa Nuhu ni miaka 2,000. Kutoka kwa Nuhu mpaka kwa Musa ni miaka 2,000, 4,000 hiyo. Kutoka kwa Yesu mpaka kina Makerubi ni miaka 2,000. Jumla miaka 6,000. Namba 2, andika hivi. Dunia itatumika kwa miaka 6,000. Mwaka wa 7,000 tutaingia kwenye kambi. Ufunuo Yohana 24:4 na Ufunuo Yohana 27. Katika ulimwengu mpya, kila siku ya 7 tutakuwa tunashuhudia watu walioasi, waliokwenda kinyume na Mungu. Isaya 66:22-24 na Ufunuo Yohana 22:3-4. Katika ulimwengu tunaokwenda kuishi, kwamba tuna ulimwengu mwingine sio huu, ulimwengu mpya, kila siku ya 7 tutakuwa tunatoka katika ile milango 12 za zile nyota 12 na wale mitume 12 katika ile jiji. Tunaenda kuangalia watu waliokataa maagizo ya Mungu, waliokwenda kinyume na Mungu. Kasome Isaya 66:22-24 na Ufunuo Yohana 22 na Ufunuo Yohana 22:3-4. Mwanadamu wa 7 Enoko alitwaliwa na Mungu. Soma Mwanzo 5:21-24 na Yuda 1:14. Mwanadamu wa 7 Enoko alitwaliwa na Mungu. Soma Mwanzo 5:21-24 na Yuda 1:14. Yoshua na wana wa Israeli hii namba 5. Yoshua na wana wa Israeli waliuzunguka mji wa Yeriko mara 7 kwa siku 7. Ukuta wote wa Yeriko ukaanguka chini. Yoshua 6:4. Hii namba 5. Yoshua na wana wa Israeli waliuzunguka mji wa Yeriko mara 7 kwa siku 7. Ukuta wote wa Yeriko ukaanguka chini. Yoshua 6:4. Namba 6. Makanisa 7, vipindi 7 vya nyakati 7 za ukombozi wa wanadamu. Ufunuo 1:20 na Ufunuo 1:10-11. Makanisa 7, hii namba 6. Makanisa 7, vipindi 7 vya nyakati 7 za ukombozi wa wanadamu. Ufunuo 1:20 na Ufunuo 1:10-11. Wale wajumbe, akaja Ibrahim, anza Adamu, aja Ibrahim, wakaja wale wajumbe wote. Ni makanisa 7, vipindi 7 vya nyakati 7 za ukombozi wa wanadamu.
katika Ufunuo wa Yohana 1:20 na Ufunuo wa Yohana 1:10 mpaka 11. Namba 7, mapigo 7, kiama, adhabu za mwisho wa dunia, Ufunuo 10:1 mpaka 6 na Ufunuo 16:1 mpaka 21. Mapigo 7, hii namba 7. Andika 7, namba 7. Namba 7 andika mapigo 7, kiama, adhabu za mwisho wa dunia, Ufunuo 10:1 mpaka 6 na Ufunuo 16:1 mpaka 21. Namba 8, safina ilitua juu ya milima. Safina ilitua juu ya milima ya Ararati mwezi wa 7, siku ya 17, na siku ya 7 Nuhu alimtoa njiwa. Mwanzo 8:4 na Mwanzo 8:10 mpaka 12. Safina ilitua juu ya milima ya Ararati mwezi wa 7, siku ya 17, na siku ya 7 Nuhu alimtoa njiwa. Mwanzo 8:4 na Mwanzo 8:10 mpaka 12. Namba 9, Mungu alituma wajumbe 7, malaika 7, roho 7 katika dunia kuelekeza habari za ufalme wa Mungu, uzima wa milele, ulimwengu mpya, roho 7 za Mungu. Ufunuo Yohana 3:1, Ufunuo Yohana 1:4, Ufunuo Yohana 4:5 na Ufunuo Yohana 5:6. Hii namba 9. Namba 9, Mungu alituma wajumbe 7, malaika 7, roho 7 katika dunia kuelekeza habari za ufalme wa Mungu, uzima wa milele, ulimwengu mpya, roho 7 za Mungu. Andika Ufunuo 3:1, Ufunuo 1:4, Ufunuo 4:5, Ufunuo 5:6. Roho ya unabii inasema tutasafiri kuelekea kwenye kambi ya watakatifu kwa siku 6, kuwapitia wakina Enoko, Eliya na Musa na wale waliofufuliwa baada ya Yesu kufufuka, walioko kwenye sayari zingine, na kwenda nao pamoja kwenye kambi. Andika Ufunuo Yohana 14:1 mpaka 12, Ufunuo Yohana 7:1 mpaka 17. Roho ya unabii inasema tutasafiri kuelekea kwenye kambi kwa siku 6, kuwapitia wakina Enoko, Eliya na Musa na wale waliofufuliwa baada ya Yesu kufufuka. Kuna watu waliofufua, waliotoka nao, waliofufuka, wote wapo kwenye sayari nyingine. Tutawapitia na kwenda nao pamoja kwenye kambi ya watakatifu. Ufunuo Yohana 14:1 mpaka 12 na Ufunuo Yohana 7:1 mpaka 12. Kwa hiyo tumefahamu na kujua ya kwamba Mungu ana upendo. Mungu anatupenda. Mungu anataka na sisi siku moja tuweze kupata uzima wa milele. Hakuna upendo wa Mungu kama huu. Ni nani mwenye upendo wa Mungu? Ni Mungu. Mungu ana upendo sana. Leo tunahangaika kumtafuta Mungu. Mungu anaongea na watu katika ndoto, watu wakiwa wamelala usingizi. Unapokuwa umelala usingizi, zipime hizo ndoto. Kuna ndoto za shetani na kuna ndoto za Mungu. Za Mungu utajua. Sawa? Mungu anaongea na watu. Uweze kusema Mungu haongei na mimi. Tafuta style, tafuta namna ambavyo Mungu anaongea na wewe. Mungu anaongea na wewe unapokuwa umelala usingizi. Mungu anaongea na wewe kwa maono, kama hivi Pastor Makerubi. Unaponiona masaa haya, ninakuhubiria, ninakuelekeza. Na ndio maana